na uwe na hakika kwamba neno la leo ni neno la kufungua, linaenda kukufungua maishani mwako. Karibuni tukisema kwamba jina la Yesu linatenda mema. Tuabudu pamoja na kukaribisha we mama, na kukaribisha we baba, na hata yule ambaye yuko njiani. Atakapofika tutaendelea pamoja ili kugojelea neno la Mungu la siku ya leo. Hallelujah. Hakika linatenda mema katika maishani mwetu. Jina la Yesu linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Hey. Hakika jina la Yesu linatenda mema na limetenda mema. Jina la Yesu linatenda 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 mema. Maishani mwako linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Linatenda mema. Maishani mwako limetenda mema. Linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Linatenda mema. Kazini mwako limetenda mema. Linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Linatenda mema. Uponyaji linatenda mema. Linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Linatenda mema. Linainua, linatenda mema. Linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Linatenda mema. Linabariki, linatenda mema. Linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Linatenda mema. Linafariji, linatenda mema. Linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Linatenda mema. Yes. Hakika unatenda mema katika maishani mwetu. Jina lako linaponya, jina lako linabariki, jina lako linainua. Umetenda mema, umetuongoza, umetulinda, umetufunika Baba. Jina lako lina neema, jina lako lina rehema. Jina lako Baba, jina lako. Jina la Yesu linatenda mema. Limeponya magonjwa sugu. Limetufariji mioyo iliyopondeka na kuvunjika. Linaunda upya. Jina la Yesu. Abudu kutoka moyoni mwako mama.
Abudu kutoka moyoni mwako Baba. Hata wewe aliye nje, sema jina la Yesu linatenda mema katika maisha yako. Linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Maishani mwangu limetenda mema. Linatenda mema. Jina la Yesu linatenda 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 mema. Linatenda mema. Maishani mwangu limetenda mema. Linatenda mema. Jina la Yesu linatenda mema. Linatenda mema. Oh, linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Oh, linatenda mema. 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 Linatenda Jina linatenda mema. Linatenda mema. Oh, linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda Oh, jina linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda mema. Linatenda Jina linatenda mema. 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 Linatenda 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 Jina la Yesu linafungua, linaponya, linabariki, linainua. Unaposikia
Shukuru kwa jina hili, jina la Yesu. Ni jina limetenda makuu, ni jina limeinua wengi, ni jina limebariki wengi, ni jina limefariji mioyo mingi. Jina la thamani, jina Yesu. Limetenda mema, limetenda mema kwangu. Jina limeniponya, jina limeniinua. Hakika ni jina la Yesu. Nisingalikuwa mahali hapa, nimeniinua kwa uzima. Ndugu yangu, jina la Yesu linatenda mema, na hata wakikubali linatenda mema maishani mwako. Halibagui, mkubwa kwa mdogo linatenda mema. Baba mama linatenda mema, linatenda mema kwa kijana. Ni jina la Yesu, hakuna jina kama hilo. Jina tamu linatenda mema, jina la Yesu. Hakika linatenda mema. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Amen. Ndugu zangu wapendwa, So beloved brethren, hii ni Jumatano tena nyingine. this is another Wednesday. Mungu ametuwezesha tena. God has enabled us again. Siku ya Jumatano A Wednesday ni siku ya mafundisho. is a day of teachings. Mungu ameweka tayari God has set aside mafundisho the teachings kwa ajili yetu, because of our sake, kutuokoa zile roho zetu. to save our souls. Kwa hivyo leo ni siku ya Jumatano, So this is a Wednesday, siku ya mafundisho. a day of teachings. Tukija hapa When you come here, tumekuja kusikiliza neno la Mungu. come to listen to the word of God. Ndio mimi nawahimiza That's why sana. I normally urge you, Ukiwa umekuja if kanisani you've come to church usikie neno la Mungu, to hear the word of God, hakikisha make sure masikio yako your ears na mawazo yako and your thoughts na nia yako and your mind, unaiweka kwa mnenaji, you are putting them to the speaker, kwa kuwa yeye because him, ndio neno limewekwa hapo ndani the word has been put in him na kukuokoa hii roho yako to save your soul na mwili wako and your body, na kuondolea and to remove kila mahitaji ulionayo. all the needs that you have. Sikiliza mnenaji. Listen to the speaker. Mimi nakaribisha hapa, I'm just welcoming, lakini nakuhimiza but I urge you, uelekeze nia zako you should guide your mind kwa mnenaji. to the speaker. Akisimama hapa, When he stands here, yale yote atakayoyanena all that he will speak hayatokani na nafsi yake, don't come from his own soul, yanatoka kwa Mungu wa. they come from God of. Haya mema yote tunayoyaona All these good things you see here, ni kwa sababu kuna mtu. it's because there's somebody. Mtumishi wa Mungu tuko naye hapa. We have the servant of God here. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Hata hivi anatuona, Even right now he's hata watching hivi us, anatusikia. he's listening unto us. Haleluya. Hallelujah. Na yeye And him ndiye anapewa maneno is the one who's given the word tunayoambiwa hapa. that you are told here. Haleluya. Hallelujah. Kwa hivyo unapomsikiliza So when you listen to the speaker, sawa sawa unamsikiliza that's why you are listening yule mtumishi wa Mungu, the servant of God, maana yeye ndiye anapewa hilo because neno. the one who is given the word. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Kwa hivyo bila kumpotezea So without wakati, wasting time, mnenaji, the speaker, naomba I ask you, tuinamishe vichwa let's vyetu. bow down our heads. Tuinamishe vichwa Let's vyetu bow down our heads, ili tumpe nafasi so that we may mapema. give him a chance early. Baba, ninakushukuru Mwenyezi Muumba mbingu na nchi, Mungu wa mama mwanzilishi katika mtumishi wako Bwana. Ninakushukuru Mwokozi mwema kwa upendo wako mkuu. Baba, ni asante kwa ule ujumbe ambao tayari Bwana umeuweka ndani ya mnenaji
kwa ajili ya roho zetu tupate kuokolewa. Baba, ninakushukuru, naifungua ibada hii mikononi mwako, nikiamini Mungu wa mwanzilishi uko pamoja nasi, ni katika jina la Yesu Kristo Mwokozi wetu, amen. Asante Bwana Yesu, asante Bwana Yesu. Kwa hivyo karibu, So welcome, Pastor Rimba, Pastor Rimba. unene na sisi, Come and talk to us. tuambie Tell us maneno yale ambayo the words that yamewekwa hapo ndani, have been put in you. utueleze, Tell us. tuambie kila neno Tell us every word ambalo Mungu wa mwanzilishi that God of the founder anakuhimiza jioni ya is leo. urging you this evening. Karibu Pastor Rimba, Welcome, Pastor Rimba. karibu sana, Welcome. karibu Pastor. Welcome. Bwana Yesu asifiwe sana wapendwa. Jioni njema tena Mungu wetu wa mwanzilishi ametuleta pamoja. It's again another good evening that God of the founder mother has brought us together. Kwa maombi ya mtumishi wake tumelindwa, By the prayers of his servant we've been secured tumeokolewa na kila kizuizi, and saved from all the instances. tumepewa safari za amani tangu Jumapili na tangu Jumatano mpaka leo. We've been given safe journeys from Sunday and even today. Tumeletwa tena jioni ya leo. We brought again this evening. Bado ninaita ni kukumbushana, I still call it reminding each other, sababu tuko safarini because we are traveling, na yale ya safarini and whatever concerns the journey yanafaa kukumbushwa kila saa. ought to be reminded every time. Neno la Mungu The word of God, kama apewavyo mtumishi wa Mungu Emmanuel Kea Mzungu, as it's given to the servant of God Emmanuel Kea Mzungu, na Roho wa Mungu vile anavyopenda, and the way the Spirit of God loves, tunalisikiliza. we are listening to it. Tunasikiliza neno la Mungu, We are listening to the word of God maana neno la Mungu ndio uzima wetu. because the word of God is our life. Huu mwili huu This body, ili uwe mzima ni roho iwe nzima. for it to be healthy, the spirit has to be healthy. Roho ikiugua mwili hauna When amani. the spirit is suffering, the body has no peace. Maana roho ya mwanadamu Because the spirit of a human being ndio itiayo mwili uzima. is the one that strengthens and puts life to the body. Maana huko rohoni ndio Mungu anakaa huko kwa mwanadamu. Because God dwells in the spirit. Roho wa Mungu anakaa katika mwili wa mwanadamu rohoni mwake. The spirit of God is dwelling in the souls of human beings. Na Biblia inasema roho And the Bible says the spirit ndio itiayo uzima, is the one that puts life. mwili haufai kitu. The body doesn't profit anything. Na uzima wa roho And the life of the spirit ni neno la Mungu. is the word of God. Uzima wa roho neno la Mungu. The life of the Hata spirit ule is the God. vyakula, Even if you ate karange, and you fry everything, fanye fry, and you fry everything, pike pilao, you prepare all the rice kuna biriani, and prepare all that stuff for fries. vyakula vya huu mwili. Those are the meals for this Lakini huu body. mwili hata ukaulisha vyakula hivyo vyote roho haina amani. But even you feed the body with everything, with the spirit Amani having ya no roho ni peace. neno la Mungu. Whatever puts peace in the spirit is the word of God. Na ile roho ikiwa na And amani, if the spirit has peace, huo ndio uzima wa mwili. that is the life of the body. Na uzima wa roho And the life of the spirit ni neno la Mungu. is the word of God. Ndio maana tutaje kusikiliza That's why when you come to listen, ili roho ziwe hai, so that for the spirit to be mwili alive nao uwe mzima. and the body too to be healthy. Ndio maana mwanadamu akataa la Mungu. That's why you see when a human being forsake the word of God, Ukienda nje na la Mungu, when he goes contrary to the word of God, ndio utaona ukifanya dhambi tu amani hamna. see you're committing sin because you don't have the Maana word huwa of God. roho imekosa amani. Because that way the spirit has lacked Roho peace. imekosa chakula chake. The spirit has lacked its food.
umefanya neno lisilo la kuokoa roho, You've done something that doesn't save the spirit. umekaribisha neno moyoni mwako, You've invited a word in your heart, mawazo moyoni mwako, the thoughts in your heart. umetenda moyoni mwako, You've done something to your heart. umewaza yasiyofaa, You've thought contrary. hata umetenda In yasiyofaa, fact, you've committed very evil. utaona huu mwili hauna amani. You'll see that your body doesn't have Maana ni peace roho imekosa amani. because the spirit that has lacked Ni roho peace. imekosa chakula chake. It is the spirit that has lacked its food. Tusomee Yohana 6:63. Read for us the book of John Anasema 6:63. mwili, It says the body roho ndiyo itiao uzima mwili. is the spirit that puts life to the body. Mwili haufai kitu. The body doesn't profit Bwana anything. Yesu akasema maneno niliyowaambia ninyi And Jesus said, the words I told you, ndio roho ndio uzima. that is the spirit of the life. Yohana 6:63. John 6:63. Ndio mtu ukipenda neno la Mungu That's why when you love the word of God, na ukijaliwa kuamini neno la you Mungu, should be enabled to believe in the word of utaona God. una amani You'll see tu. you have peace. Hata njaa iko, Even if there's hunger, hata kuna even upungufu, if there's any deficiency, usikii hofu na you wasiwasi. don't fear. Ukiwa uko sawa na neno la Mungu If you like the word of God na umeliamini and moyoni you believe in it na unafanya mapenzi ya and you are Mungu, doing the will of God, hata dunia hii haikutishi. the world can't threaten you. Watu watembee na ndege, People to fly, wawe na dhahabu zote, to own all the precious utasikia roho things. yako inaridhika na kile ulicho You nacho, feel your soul is satisfied with everything maana una la Mungu moyoni. because you have the word of God in you. Lakini una vyote hivyo, But you have all that, ila huamini la Mungu. and again you don't believe in the word of Unaona God. hawalali, wamejaa That's why wasiwasi, you see they don't sleep, they are filled wana with vyote worries. kabisa, dunia nzima ni yao, They have everything, they own na the earth fedha zimejaa, and all the silver is lakini there, wamejaa wasiwasi. but they are worried. Hawaoni They kuishi, don't see living maana hawana la Mungu moyoni. because they don't have the word of God in their Tusomee. souls. Read for us. Yohana 6:63. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. It is the spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. The words that I speak unto you, they are spirit and they are life. Haleluya. Hallelujah. Anasema roho ndiyo itiayo He uzima says mwili. the spirit that puts life, Mwili haufai kitu. the body profits nothing. Maneno haya niliyowaambia This is what I tell you. ni roho tena ni uzima. It is the spirit and again it's life. Maneno yapi? Which words? Maneno ya Bwana Yesu. The words of the Lord Jesus. Anasema penda ndugu, He says, love brother, tafuta kwa bidii kuwa na amani na watu seek wote. diligently to have peace with all men. Unapoamini hayo When you believe that, na uwe na bidii kuwa na amani na and watu, you're diligent to have peace with all men, huwezi kutembea humu na unasikia labda nitapigwa. you au can't labda walk around here nitapigwa. and you feel maybe people will beat you. Wasiwasi utoke wapi na wewe ukosei Where mtu? will the worry come from, yet you don't transgress against anyone? Unatenda iliyo haki. You are doing the righteousness. Sasa usikie kuna maadui So wanakuinda. you feel there are enemies wanting for you. Jirani labda anaweza kunitupa jiwe. Maybe your neighbor can stone you. Kwani umemkosea nini? What is it that you've done wrong to him? Akutupe jiwe maana yeye ametumwa hivyo na shetani. For him to stone you because he had been used by Lakini the utaona devil. wewe una amani. But you'll have yourself having peace Maana umeamini la Mungu. because you believed in the word of God Linalosema that says, tafuteni kwa bidii kuwa na amani. seek diligently to have peace with all men. Sameheni nami mtasamehe. Forgive and shall be forgiven too. Hata mtu amekukosea One has wronged you, lakini wewe usimlipize but mabaya. you should not pay vengeance. Umeamini la Mungu kusamea You kukoseaye. believe in the word of God to forgive that one who wrongs you. Utaona hutembei na kusema labda yeye ataniwinda You wapi. will see you're walking without any worry Maana amekukosea because he has wronged you na wewe truly, hukumlipiza and you ubaya never paid vengeance. wala hukumlipiza You matukano, never insulted back. hata umechukua chema In umemtendea. fact, you've done something good to him. Huwezi kutembea na hofu, You jirani can't huyo anaweza walk with kunifanya the hivi. doubt and the worries. Utasikia rohoni mwako una You amani, feel in your soul you have peace maana umeamini la Mungu. because you believed in the word of God. Haleluya. Hallelujah. Ndio anasema As I say, roho ndio itiayo it's the uzima, spirit that puts life, mwili haufai the kitu. body profits nothing. Lakini amekutukana na wewe But he has ukamtukana, insulted you, then you insult back. amekuudhi na wewe umemnenea kuudhi, He has dismayed you, then again you dismay him amekupiga back. kofi na wewe umemshambulia He has kofi, slapped you, then you slap him back hata akafanya kutoroka. until he runs away. Utaona ukilala hata ukisikia panya See, when you are wamekanyaga, sleeping, unasema labda ni jirani. when you are sleeping, even the rat is just moving in the house, you're worried. Unajaa wasiwasi, You're filled with worries maana hukuamini la Mungu. because you never believe in the word of God. Haleluya. Hallelujah. Mwili una hofu,
The body has fear. hauoni It usalama, doesn't see any safety maana roho amekosa chakula chake. because the spirit has lacked its food. Umelipiza kisasi, Paid vengeance, na hilo si la rohoni. and that's not spiritual. Tusomee tena Read bwana. for us again. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno haya niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. It is the spirit that quickeneth, the flesh profited nothing. But the word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Una deni la mtu You have somebody's dead na anakugongea kila siku, and is knocking in your place every day. na pesa unazo, You have the money, lakini umekataa kumpa haki yake. but you refuse or deny to pay his right. Mwezi pu, kila A month, kigongo 2 namwambia months, sina, every time he's knocking to na you, say, "Don't anasikia have." wakaranga, And he's hearing you frying. vitunguu vinanukia kwako nyumbani, The onions are smelling in your place, na yeye analala njaa. and he's going without food. Hata wewe mwenyewe utajaa hofu kule You will be moyoni. filled with war in your heart. Mimi kila saa jirani wewe anigongea, This neighbor is knocking to my place every time. anaomba nimpe deni la He's nimlipe, asking for his debt. na ninamwambia mimi sina kitu, I'm telling you, I don't have anything. lakini kule kukaranga na But the kukaranga frying I'm doing, si ni kuonyesha nina kitu. this shows that I have something with me. Utaona hofu imeingia You see moyoni. that the fear has come into your heart. Haleluya! Hallelujah. Utaona hofu imeingia You moyoni, see that the fear has come into your heart. maana hutendi la rohoni. Because you don't do something spiritual. Kumpa mwingine haki yake, Giving someone else his right. hata kwa sababu roho imekosa chakula Now chake, that neno la Mungu. spirit has lacked the food, that is the word Umeacha of kutimiza la God. Mungu, kuwapa watu haki zao, You forsaken doing the word of God, giving people their na si kwamba issue. hunacho. And it doesn't mean that you don't have. Utasikia hukumu hapa moyoni. You'll be judged in your heart. Sasa hata kama ni 5,000 ngapi, Even if si it's mwambie 5 500 hii. Why can't you give him 500 instead of the Mbona 5,000 unakula shillings? na watoto wako, yeye anakaa na njaa? You are eating with your children and is going without food. Utaona mwili hauna amani, You see that your body doesn't have utaona hata peace. usingizi You hamna, see even the sleep is not coming. mwili hauna amani, The body has no maana peace. roho Because the spirit, uzima, mwili uzima wake ni roho, the life of the body is the spirit. na uhai wa roho ni neno la Mungu. And the living part of the spirit is the word of God. Haleluya! Hallelujah. Ndio mtu ukijaliwa kupokea la Mungu, Thus I should be enabled to be and receive the word of God, kutenda haki, to do righteousness, kuwa na amani na watu. having peace with all men. Kinasema chuo, The Bible says, wapeni watu wote haki zao, give everyone his right. astahilie hofu hofu, Whoever deserves fear, fear. astahilie heshima And heshima, whoever deserves honor, honor. astahilie kodi kodi. And whoever deserves tax or revenue, revenue. Ndio Bwana Yesu alipoambiwa, That's why when the Lord Jesus was told, kuna askari wanatembea humu kuuliza wenyewe, the soldiers are walking around asking those who are supposed to be taxed. sema Petro He said, Peter, alijua Bwana Yesu tutaishi na wasiwasi katika nchi hii, the Lord knew that we live with war in this land maana hatujaitimiza sheria ya nchi, because if we've not fulfilled the law of the land. na Mungu anasema wapeni watu wote haki zao. And God says, give everyone his right. Ni haki ya mkuu wa nchi alipwe kodi. It's the right of the master of the land to pay tax. Tusipotimiza If you hilo, don't fulfill that, tutaona mwili hauna you amani. see that our bodies don't have Kamwambia peace. aenda mtoni Go to the river ukavue samaki yule wa and kwanza, fish. The first one, fungua ndani, open its mouth. shekeli utakayoiona kate yako na yangu. You'll find the shekels, then you pay your portion and my portion too. Wakakata kodi, They pay tax. wakawa wakitembea hawana hofu. When they walked, they had no fear. Hata uone polisi anasimamisha But hivi if the police stops them na gari yako haina makosa, and your vehicle is very safe with all the insurance covers, nasikia una amani. you feel you have peace. Haleluya! Hallelujah. Ndio anasema huu mwili huu That's he said, this body, uzima wake ni ile roho iwe nzima. its life is the spirit to be living. Ndio mtu apendaye la Mungu That's why one who loves the word of God na kujifunza kutenda haki, and learning doing righteousness kujifunza kupenda haki and learning to love righteousness, kama Bwana Yesu alivyosema, as the Lord Jesus said, mpendane you should love each other kama mimi nilivyowapenda ninyi. as I loved you. Utaishi dunia hii huna You hofu. live in this earth without any fear. Ulalapo usingizi wako utakuwa wa amani, Where you sleep, you are asleep with very maana peaceful. ukose usingizi, For you to lack the sleep, kwani unawindwa na nani? who is hunting for you? Haleluya! Hallelujah. Lakini unapoenda nje la But when Mungu, you go contrary to the word of God, roho haina amani, the spirit doesn't have peace, haina usalama, has no safety. utaona mwili nao hauna You usalama. see the body too has no peace.
Ndio twaja kusikiza la Mungu That's why when you come to listen to the word of God, ili roho ziwe hai so that the spirit may be living na mwili nayo iwe na uzima. and the body too to have life. Na ili upate ya And mwilini for you to get those of the body, ni baraka, ni amani, blessings, peace, mpaka uamini la rohoni. it's until you believe the word of La the Mungu. Spirit, the word of God. Haleluya. Hallelujah. Ndio anasema hapo Yohana 1. That's why it says, John Hapo 1, kwanza kulikuweko neno. at first there was a word, Naye neno alikuwa kwa and Mungu. the word was with God, Naye neno alikuwa Mungu. and the word was God. Hakuna kilichofanyika There's nothing that happened bila huyo neno. without the word. Naye alikuwa uzima And it was life, na alikuwa nuru and it was light, na uzima wa watu. and the life of all men. Huyo neno The word. ndio alikuweko kwanza, It was at first, tena alikuweko kwa and Mungu again it was with God, na alikuwa Mungu. and it was God. Hakuna chema kilichofanyika Because bila huyo nothing neno. good happened without that word. Kifanyike chema, For something good to hata happen, kuumbike mema, something good to be hata kuumbike created, baraka, something, the blessings to be created, mpaka umeamini la Mungu. it's until you believe in the word of God. Ninasema toeni vitu mtapata It vitu. says you give your own, you'll also Leteni get saka things. kamili na sadaka kamili galani. Bring full tithe and full Oh, alms. umeamini la Mungu. You believed in the word of God. Neno The word, kutafanyika baraka, the blessings will be created in you. kutafanyika mema. Good things will be happen to. Ungameni dhambi zenu ninyi kwa nini na kuombeana? Confess Oh. your sins to each other, then pray for each other. Na moyoni unahimizika And in your heart you're being urged, na unene ile kweli and you are speaking the truth, kama Mungu alivyosema as God said, na mwanawe Yesu and alivyosema, his son Jesus said to watakase kwa ile kweli. be sanctified, to be the, Neno to langu the ndio truth. kweli My word is the truth, na unene ile and kweli you speak the truth. Mungu anayokuhimiza, That God is urging you, kutafanyika kitu kinaitwa uzima. something called life will happen. Haleluya. Hallelujah. Maana anasema Because it says, bila yeye neno without the word, hakuna chochote kilichofanyika, there's nothing that happened, maana huyo neno alikuwa nuru, because the word was huyo light. neno alikuwa baraka, The word was blessing, na huyo neno alikuwa amani. and the word was peace. Haleluya. Hallelujah. Tusomee hapo alafu tusomee hiyo Yohana 1. Read for us the same verse, then we go to John chapter 1. Ndio ujaliwe kuwa humu, That's why you should be enabled to be here, kuwa yule anayepokea la Mungu. being that one who is receiving the word of God. Hivyo That way, unafanya roho yako inakuwa nzima. you are preparing your heart to be safe. Hutaishi dunia hii na hofu. You want to live on this earth with fear. Tusomee. Read for us. Roho ndiyo itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho, tena ni uzima. It is the spirit that quickeneth, the flesh profiteth nothing. The word that I speak unto you, they are spirit and they are life. Haleluya. Hallelujah. Roho ndiyo itiayo uzima. It is the spirit that puts life. Mwili haufai kitu. The body profits nothing. Na ukiwa wewe Mkristo mtu akupendea And if mwilini, you see a Christian loves dhambi, the uchungu, carnal uadui, things, kutosamehe, bitterness, not forgiving, kutopenda wengine, not loving other people, utaona hata huo mwili hauna amani. you'll see your body doesn't have peace Maana umeua roho. because you've killed the spirit. Ile roho ikikosa amani ile, If your spirit lacks peace, maana unapotenda yasiyo haki, because when you do something that's not yasiyo righteous, ya Mungu, that's not godly, roho haina amani. the spirit doesn't have peace Maana umehatarisha kwa hukumuni. because you've risked your Lakini soul in the unapofanya judgment. mapenzi ya Mungu, But when you do the will of God, roho ina amani. the spirit has peace. Inajua hata leo It knows today, kaitwa kwa Mungu, should I be called to God, inaingia peponi. I'll get to paradise. Utaona mwili nao una amani. You'll see your body too has peace. Haleluya. Hallelujah. Na chakula cha roho The spiritual food, ili iwe nzima for it to be na alive itie mwili uzima, and put life to the ni body, neno la Mungu. it is the word of God. Ndilo tumekuja kulisikiliza. That's what we've come to listen to. Unapojaliwa kupokea la When you're Mungu, able to receive the word of God, utakuwa mna uzima kila saa. we'll be having life every day. Ndio mimi nikawa na mashaka. That's why I had so many Ni mwana problems. mdogo lakini I nimezeeka. was very young, but I was old at Nikilala the na same time. wasiwasi. When I sleep, I'm worried. Naona nimebeba watu wakufa na wapeleka I'm seeing makaburini. myself carrying dead bodies and taking them to the Natamani cemetery. kuche. I desire at least to dawn. Huo usiku naona unachelewa. I feel like the night is very long Maana nimeacha la Mungu, heshimu baba na mama. because I had forsaken the word of God to obey my Nimejaa parents. uchungu. I'm filled with bitterness Na majirani, with my neighbors. mwili haukuwa na uzima. My body never had peace.
Usingizi haukuwa wa amani, The sleep was not peaceful too. usingizi haukuwa mnono. The sleep wasn't Nimejaa sound. hofu. I'm filled with Hofu. worries. Hofu, Fear. hofu. Fear. Mchana nasema ni heri usiku, Daytime I desire at least the night to come. maana mchana sina uzima. Because during daytime I don't have life. Nasema labda usiku nitapata usingizi angaa. I think maybe at night I'll get some sleep. Usiku nao hakulaliki. When the night comes to, I can't sleep. Na hata mara nyingine navuka hii lami. I'm dreaming at times I'm crossing this road here, this tarmac Na road. vijana wengi zangu wako kule polisi uwanjani. And my boys are on the other side. Na gari ndio hiyo kule kwa Coast Palace. The vehicle is there coming. Inakuja mbio. It's coming very fast. Wananiambia njoo They tell me, bana. come. Tutakukimbia njoo. We'll go away from you. Come. Mimi nimechelewa kwa shughuli fulani I've kwetu. delayed because of some cares Na at hao home. wamevuka lami And tayari wako pande ile. they've already crossed the tarmac Ambia road. vuka. Let me come. Hiyo gari iko mbali hiyo The vuka. vehicle is very far. Hata Come. mimi nikiangalia gari inakuja mbio. When I look at that vehicle, it's coming very Iko fast. mbali ile gari. It's very far. Haya navuka. Then I cross. Nikifika pale katikati ya At the lami, midst of the tarmac road, mguu hauondoki. my foot Nyuma can't haurudi move. na I mbele can't. hauendi. Nimeshikwa na simaku. I'm there stinky. Na gari yaja po. And the vehicle is coming. Po. Hooting. Nachokiona nitafurahi Whatever I nitapigwa. see is death. Naona kufa tu. I just see death. Roho haina amani. The spirit has no peace. Hallelujah. Hallelujah. Ile roho itayozima The spirit that puts life nimehuzunisha have dismayed it kwa kutenda yasiyofaa, by doing very contrary things, kwa kukataa la Mungu. forsaking the word of La God. Mungu linasema heshimu baba na The word mama. of God says, obey your Mimi parents. nimejaa uchungu na I'm filled with kulaumu. bitterness and blaming. Heshima sina. I don't have honor to them. Nikaona mwili hauna amani. I saw my body has no peace. Si usiku, si mchana. At daytime, during nighttime, Maana nayoyawaza si la Mungu. because whatever I'm thinking of, is Nayowaza ni godly. dharau. Whatever I'm thinking is despise. Na kuona huyu baba huyu And seeing my father, hata akaondoka leo tunaweza ishi na mama. even if he dies today, we can live with our Tukasimamia mom hii mashamba ya mikorosho. and manage our cashewnut farms. Ndivyo ninavyoona mimi. That's what I'm thinking of. Na akinituma kwenda shambani naenda. And when sense to my farm I go, Hata watanisifu wewe una bidii kuliko in mwenzako. fact they'll cheer me and praise me. You're Nilikuwa so na diligent. mkubwa wangu. I heard my elderly Yeye brother. akisema mimi nimechoka na amechoka. When he tayari. says I'm tired, he can't do any more work. Yeye sana hila yeye. Akisema hii kazi mimi He nimechoka, says I'm tired of this. naenda nyumbani. I'm going home. Anaenda. He goes home. Mimi nitakuwa nyuma ya wazazi. I'll just be there behind Kama the ni kulima parents. basi nalima na wao. If it's kabisa. digging, I'm digging together with Hata them. wanasema wewe If they're saying you, una bidii kuliko yule. you're so diligent than your brother. Yeye ameenda nyumbani He has gone home maana shamba ni la mbali because the farm was very far. na hatupewi maji na wazazi kuoga. And we're not given the water by the parents to take shower. Yeye amekuwa mkubwa. You're so aged. Haleluya. Na Hallelujah. hata mimi nami hivi hivi. I too. Sasa ni tuende ukapite nyumbani ndio uende huko Miutoni. So we had to pass by our home and go to the river. Kuna mtu umetugawanya kanisa la Kapecha na kwetu. There's a river that was separating us with the Kapecha branch. Sasa ni uende kwetu ndio uteremke huko So bondeni. you have to ukaoge. pass by our home, then go to the river. Na yeye akiangalia saa hii And looks at the clock ndio niende mpaka nyumbani. for it to go home. Tena nipite mtoni. And again pass by to the river. Na wazazi wetu ni baba na mama wakulima wakubwa. And our parents were very great Mama farmers. yuko hata saa hii ni mkongwe lakini bado utamwambia atakwambia niko shambani. My mother is still there, very aged, but you can find her in the farm. Sasa jua limepoa ni saa 10. So it was 4 in the Ndio evening. basi ndio sasa wamekaza kabisa. That's why they are very strong digging. Watu wote wanaenda nyumbani. Everybody's Mama going fulani, home. Sisi tunaenda You are still there baba na mama hiyo saa 10 hiyo My basi father and my ndio mother sasa kumepoa at ndio 4. wanaburuga. That's when they start afresh. Mwenzangu anasema mimi naenda nyumbani. My brother says, I'm going home. Anaambiwa waenda nyumbani He asks, "Where, are you going home?" Yes. Maana nataka kwenda oga. I'm going to take shower. Mimi I. ndio nimeshika jembe kabisa. That's when I hold the hoe and start digging. Wananisifu They are praising lakini me, kule moyoni nimejaa but in maneno. my heart, I'm murmuring against them. Sasa tunalima hivi So you are digging this way, kana kwamba hili shamba tutalimaliza leo. as if we'll finish this farm today. Watu wote wanaenda, majirani wanaenda nyumbani. Everybody's going home, even the neighbors Hao are wazee going home. ndio hata ndio tunatoka hapo saa 12 We are leaving there at 6 in the evening.
ndio tutalimaliza hili shamba. Will we finish this farm today? Kana kwamba kesho watarudi hapa It's as tena. if tomorrow you won't come back to Hayo the same place. ninayaongea hapa moyoni lakini siwaambii. I'm speaking that in my heart, but I Huku don't share to them. ninavuruga. That's why I'm digging. Hivi ndio hata tukakesha hapa Even if we translate here, will we finish this farm? Watu wanaenda nyumbani. Everybody's going home. Baba na mama wao ndio We wamechemuka. are just here. Huko wanasema ni heri wewe una bidii. While they say I'm so good. Yeye alikuwa mzima, mimi nilikuwa na kifua kikuu. He was very okay. I was attacked by tuberculosis. Na mashaka mengi. With so many persecutions. Nikaenda kulazwa Kilifi, yeye hakulazwa I was admitted in Kilifi. He was not Maana yeye alikuwa admitted. anasema kweli mimi nimechoka. Because he was saying the truth, I'm tired. Biblia inasema muambiane kweli. And the Bible says you should tell each other the Umechoka, truth. sema If nimechoka. you are tired, just say I'm tired. Haya mimi nimechoka sisemi. So I'm tired, but I don't share to them. Nimejaa manunguniko. I'm filled with murmuring. Na Biblia inasema ndugu msinungunikiane. And the Bible says the Bible Msije mkahukumiwa. you should murmur against each other that you are Mimi judged. nilipata hukumu. I got the judgment Maana sikutenda la rohoni. because I never did something spiritual. Haleluya. Hallelujah. Yale manunguniko The murmuring na malaumu. and the blaming, Hivyo nikaua roho yangu. that's why I killed my soul. Ile roho hata ya mzima The spirit that nikamhuzunisha. puts life, I grieved it. Mwili haukuwa na uzima. My body had no peace. Kulikuja kukohoa damu I started coughing blood na asima. and asthma. Maana roho ndio itaye uzima. Because the spirit that puts life, Mwili haufai kitu. the body doesn't profit anything. Haleluya. Hallelujah. Na uzima wa roho And the life of the Neno la spirit Mungu. is the word of God. ukijaliwa If you be kulipokea unable to receive na kulitimiza, and fulfill it, mwili unakuwa na amani, the body unakuwa becomes na at amani. peace. Haleluya. Hallelujah. Tusomee Yohana 1 waanze kwanza. Read for us the book of John 1. Anasema hapo kwanza He says, kulikuweko in neno. the beginning there was a Naye neno word, alikuweko kwa and the word Mungu. was with God, Naye neno alikuwa Mungu. and the word was God. Huyo mwanzo alikuweko kwa Mungu. The light first was God. Yote vilifanyika kwa huyo. All were created through Wala that, pasipo yeye hakuna kilichofanyika. and without him chochote. nothing was created. Kilichochema amba. Kilichochema kifanyike. Something good to be done, Hata kufanyike baraka. and there are blessings to be Hata done, kufanyike amani. or peace to be done. Kwa mtu asiye na And amani somebody who doesn't have peace, haiwezekani. it's impossible. Tusomee. Read for us. Hapo mwanzo kulikuweko neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo kuliko kuwamo uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuliweza. Basi. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything made that was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in the darkness, and the darkness comprehended is not. Haleluya. Forgive, Nanyi mtasamehewa. and you should also be Sasa forgiven. mradi huku amini ile la Mungu So long kusamehe. as you never believe in the word of God to Umeingia forgive, uchungu. you got bitter. Hivyo umehuzunisha roho atiaye mwili uzima. That way you've grieved the spirit that puts life to the body. Na roho kikosa amani, And once the spirit lacks peace, basi mwili nao. the body too has no peace. Ndio mpende la Mungu. That's why you should love the word of God. Jaliwe kuamini la Mungu. Should be enabled to believe in the word of Jaliwe God. kupokea la Should be Mungu. enabled to receive the word of Maana God. la Mungu ndio uzima. Because the word of God is life. Ndio nilipofundishwa la That's why Mungu. when I was taught the word of God, Nilipokuja hapa nikaaminishwa la Mungu. when I came here and was made to believe in the word of God, Katolewa huko niliko huko I mbali. was taken from the far I was. Kaambiwa kijana, I was told, young boy, shida hizi si kurogwa. all these problems not being Una bewitched. amani na baba yako na mama Do you have yako? peace with your father and your mother? Nikamwambia hakuna hii. I said no. Hata hivi ninavyozungumza sina. Even as I speak now, I don't have peace Baba with them. akienda safari nataka malizikie. If my father is going for a journey, I wish him to die there. Biblia inasema The Bible says, amwapizaye baba yake au mama yake whoever swears his father or his mother atalaaniwa. will be cast. Amen. Amen. Na amlanie baba au And mama, whoever curses his father or the mother, ninasema chuo kufa na afya. the Bible says, let him die the death. Ndio unakufa kijana. That's why you're dying, young boy. Sasa nifanyeje? So what should I do? Uwe na amani na baba yako You na should have mama. peace with your father. Wanalipa karo, hawalipi Whether they are karo. paying for the school fees or not Na paying. Mungu lasema heshimu baba na mama. The word of God says you obey your parents. Si uchawi, hapana, si It's uchawi. not witchcraft.
Sema ni basi. I say that is it now. Tasoma Whether I'll sitasoma, go to school or not go to school. baba ni baba. My father is my father. Nikaona uzima unakuja. I saw life coming in. Roho ikawa hai. The spirit was Na alive. roho ndio itiayo And it's uzima. the spirit that puts life. Haleluya. Hallelujah. Neno la Mungu The word of God ndio uzima. is life. Ukilipokea umepokea roho wa uzima. Once you receive it, you receive the spirit of life. Haleluya. Hallelujah. Ndio anasema hapo That's kwanza, what he says at neno first. alikuweko, There's the word, alikuwa kwa and the Mungu, word was with God, alikuwa Mungu. and the word was God. Hakuna kilichofanyika There's nothing that happened bila yeye. without him. Chochote hakikufanyika tu. Nothing happened without him. Kizuri Something good cha kujenga mwili to edify the body, wa mwanadamu, to a human being, cha kuleta mema, to bring good things. neno la Mungu. It is the word of God. Ukiliamini hilo Once you believe in that na ulipokee and hilo receive it na uenende kwa hilo, and go by it, hata njaa ikaja huna even if wasiwasi. famine comes, you Njaa won't be kesho Mungu afraid. atanipa tu. You'll know that God will just provide for me. Ndio waweza kuona leo That's why you can see shida today ndogo imekuja, mtu na wasiwasi. something is coming, you're so much worried. Uko nje na la Mungu. You're out of the word of God. Aendaye kwa la Mungu Whoever goes by the word of na God, aminie la and Mungu whoever believes in the word na of God, atendaye la and Mungu whoever does the word na of God, ajifunzaye kufanya and mapenzi ya whoever Mungu learns to do the will of God, hana hofu. has no fear. Haleluya. Hallelujah. Hana hofu Has no fear. kabisa. Truly. Hana hofu Has no fear. hata ubaya ukawako. Even if there's anything evil, Ana amani, Mungu he ataniokoa. has peace that God will save him. Mungu God ataniokoa. will save me. Mungu ataniokoa. God will save me. Ataniokoa. He'll save me truly. Maana yuko hapo ndani yako Because tayari. it's in him, Katika rohoni mwako. in your spirit. Ukitimiza la Mungu hivyo, Mungu yuko ameingia ndani. When you fulfill the word of God, that way God Na yeye is ndiye in you. nuru. And is the light. Na yeye ndiye And uzima. is the life. Na yeye ndiye baraka. And is the blessing. Na yeye ndiye And amani. is the peace. Haleluya. Hallelujah. Tasikia una amani. You'll feel yourself having Watu peace. wafikirie kwani huyu labda anakula akishiba Till ni people think maybe you are eating and getting labda hana filled. upungufu. Maybe you don't have any shortage with you. Jua leo sikupata, Mungu atanipa. Today I never got it, but God will provide for me. Maana yeye ni baba Because he's the father wa wote wenye mwili. of those to the body. Lakini ukifanya yaliyo kinyume na But when Mungu, you do something contrary to God, roho inakosa amani. your spirit lacks peace. Ndio utaona wana utajiri That's why you wote, see all the rich, fedha zote ziko, all the silver is there, lakini wana hofu. but they are worried. Wana hofu. They are worried. Hata wakishika barabara hiyo maspidi ya magari hayo, When they are traveling with the speed they are ni moving kwamba hata in, ukirusha jiwe likose, it's as if when you throw a stone to them lianguke kando. and fall aside. Haleluya. Hallelujah. Wasiwasi. Worry. Ela wasiwasi unafanya haki wewe. With all this worry, are you doing what's right? Wanakula vinono They are eating very na good mikarango meals yote, and all the lakini fries, wasiwasi but they are worried maana hufanyi haki. because you are not doing what's right. Sasa hii roho hii inahuzunika, Now the spirit is grieved maana umetia hukumuni. because you've put your spirit into judgment. Haleluya. Hallelujah. Lakini hata huna kitu, But you don't have anything fine. utaona amani, You'll have peace maana umekuwa mwana wa Mungu. because you become the son of God. Haleluya. Hallelujah. Roho ndiyo itiayo uzima, The spirit that puts life, mwili haufai the kitu. body profits Maneno nothing. hayo niliyowaambia The words I told you ndiyo roho, ndiyo uzima. is the spirit and the life. Maneno yapi? Which words? Haya ya Mungu haya. The words of God. Ukijaliwa kuyapokea Should you be enabled to receive na kuyaamini and believe in them na kuyatenda and do them na kutimiza and anavyokuagiza, fulfill whatever is urging you, anavyokuagiza huyo as Mungu. is commanding you, God himself. Samehe jirani You huyu, should forgive this neighbor, tii mumeo, obey your husband, penda mkeo, love your wife, nitolee hivi, give unto me this na way, utimize vile Mungu and anavyosema. fulfill whatever God is saying to you. Hata hutaona kuna upungufu. You won't see any shortage in you. Hata nyumba ina madeni, Even if utasikia you- amani tu. Mungu yuko Even if you are indebted, you'll have atanipatanisha peace. na wadeni wangu. God will provide and solve my issues with my Na utaona debtors. hata mwenye nyumba anakuja, hey baba, mbona mwezi umepita baba. I'll see the landlord coming to you. Why is the Kuna amani month kwamba that nitakalolizungumza you atanipokea. have peace that whatever will say, Utajisikia uko salama. you'll feel at safety. Hata Mungu aniache nifungiwe nyumba, For God to forsake me, the door to be locked for me. atanipatanisha na jirani huyo. He'll just reconcile me with the neighbor or the Na landlord. utaona kweli amekupatanisha. I'll see Basi. truly he's mediating Kwa hivyo to nije you. lini? Wewe njoo wiki So when will I ijayo. come? Just come next week. Hakuna neno jirani wewe. There's nothing harmful with that. Haleluya. Hallelujah. Maana umeamini la Mungu litiayo uzima.
because you've believed in the word of God that puts Roho life. ina amani, The Spirit has maana peace umeagizika kufanya la Mungu. because you are commandable to do the word of God. Umepokea la You Mungu. receive the word of God. Haleluya. Hallelujah. Utajisikia uko You'll salama, feel you are secure. huna hadui. You don't have any rival. Kama baya yakaja utasikia Mungu ataniokoa. Even if evil come, you feel God will save you. Ndio bahali pengine anasema, That's why he says in other aogopacho place, mtu asiye haki, whatever a wicked person fears ndicho kitampata. is exactly what will come upon him. Soma Mithali 10 naona 20. When you see Aogopacho Proverbs mtu asiye haki, Whatever a wicked person fears, ndicho kitamjilia. that's exactly what will come upon him. Utendi haki, You don't do righteousness. hata ukaogopa mabaya, Even if you fear evil, tuona una wasiwasi sayo. you'll feel you are worried. Ndio uwe humu, That's why you should be here, ujaliwe kupokea la Mungu. to be able to receive the word of God. Ndio nilipofundishwa la Mungu, When I was taught the word of God, kuacha uchungu na to wazazi, forsake bitterness with my parents, kujifunza kupenda watu, and learning to love brethren, ile hofu ya kurogwa ikaondoka. the fear to be being bewitched Nikaona went nimepata away. amani I saw myself getting peace, na uzima and the ukaja, life came, na bado and unaendelea. again it's still coming. Haleluya. Hallelujah. Ndio mwingine akasema, That's why one said, wewe yaonekana huna neno it la sounds you are okay. sisi tukikuangalia hivi, When we look at you, tukuona wewe ni mdosi, huna neno. we see you are so rich. Ile amani ile, The peace kwa kujifunza la Mungu, through learning the word of God, kutokuwa na neno na mtu, not having any issue against anyone. yafanana nala nikishiba, It sounds maybe I'm sleeping and getting yafanana filled. sina upungufu. It sounds like I don't have any deficiency. Nikamwambia, I told him, no, mnasema hivyo. you're saying that way. Ndugu mmoja tulikaa na yeye mwaka juzi ule wa ndani. We stayed together with one brother. Kama sisi tukiangalia wapita gate A, gate B. So when you see tukasema you yule passing hana neno. gate A or gate B, Mwataka nifanye hivi so you sasa. want me to be sorrowful. Mwanangu amefukuzwa shule. Okay, my child has been chased out of school. Aliyenipa mwana ni Mungu. Whoever gave me the child is Mimi God. sikuja kutafuta watoto hapa. I never came to seek Kwanza for children mimi here. nilikuwa nataka kukaa kama In fact, I Paulo. wanted to live like Paul. Missionary uliyesema niowe haya. Missionary who said I should marry, you can Mungu go wako ahead. afanye mlango. God provide the way. Mimi nilikuwa nikaomba mimi. I used to pray that Maisha ni magumu. life is so difficult. Naomba Mungu wa mwanzilishi. I pray to God of the founder. Naomba kana kwamba naona missionary ndiye huyu. I pray as if I'm seeing missionary next to me. Mimi mwenyewe nilikuwa nataka kukaa kama Paulo. I wanted to live like Paul. Ukaniambia kijana wangoja You nini? told me, young boy, what are you waiting for? Hivi bado wanangu wanung'unike kama mimi. This way will my children mama like me Waingie dhambini. and get to sin Maana nikufukuzwa kila siku. because you're taught every day. Lakini najua wewe But I know you, uliniongoza kwa mema si mabaya. you guided me to good things, not evil things. Haya nanipata ni dhambi zangu. All this is coming upon me because of my sins. Mungu wako anisamehe. You are God to forgive me. Najua uliniongoza kwa mema. I know you guided me to good things. Hayuko lakini naomba kama ambaye nazungumza naye. It's not there, but I was praying as if he was next to me. Najua haya mabaya yananipata ni dhambi zangu. I know all these bad things are coming to me because of my sins. Sijatenda haki inavyostahili. I've not done righteousness. Sasa wewe ulioniongoza So you who guided me kuoa to marry, na Mungu wako amenipa and kuzaa, your God has given me to hata give, wanasoma. and for they are going to school, Najua si kwamba ulioniongoza nije leo waingie dhambini. I know that you never guided me wrongly, Na Mungu wako and your anasema God says tusikoseshe watoto. you should not misguide your children. Basi Mungu wako na niokoe. Okay, God save me. Haleluya. Hallelujah. Haya, Okay, wataka nikuokoe. you want me to save you? Okay, Kile kidogo tena the little again ambacho nimekiweka, that I was keeping, maana shule zaenda kufunguliwa because the schools were almost to be bado open. wiki moja. It was still 1 week Mchungaji to. akahubiri nataka pesa The servant of God prayed, we need money tujenge nyumba ya to mwanzilishi. construct this house here. Nendeni mjini mkalete Go pesa. to your homes and bring the money. Taki mashauri leo hapa. I don't need to cancel you today. Na nitakaa pale And I'll be seated there ofisini mpaka kila mmoja alete. waiting for you, everyone to bring the money. Sauti So ikaja, the voice came, wewe umeweka 6,000 you've kept 6,000 shillings. hadi zikifunguliwa shule. So that the schools, when the schools are Na open, hizo hela zinatakana huko ni 30,000 na kuendelea. and the school fees is needed Haya, is enda more than ukailete 30,000. ile upelekee mchungaji. Go and bring that cash and bring the servant of God. Nikitaka kukataa amani hamna. When I wanted to oppose, the peace was not there. Nikisema nitaleta nasikia amani. Should I feel like bringing, I feel peace. Kaenda nyumbani kamwambia mama, I went to my place and told my wife, hii hela napeleka. I'm taking this money. Akasema fanya haraka. She said, okay, go faster. Nikamletea pale. I brought the money to mchungaji. Namwambia shika. I said, this is the Ni money. nini?
What is it? Ambao umesema tukaleta hela. You told us to bring the money. Sema leta haraka, He leta said, bring it haraka. very fast here. Namwambia basi ilikuwa ni karo hii. Okay, this was the school fees. Hii ilikuwa ni karo hii. These were the school fees. Shule ifunguliwe. When the schools are open, Nikalilie mwalimu mkuu huko Ngala. at least I go and plead to the head teacher Akasema, in Gala. He said, go away. Nikajua ameniombea. I knew he has prayed for me. Nikasikia kule moyoni baridi kwa. I felt so cold in my soul. Kasikia baridi I imeingia rohoni. felt so cold in my Kumbe soul. nimetimiza la Mungu. That I have fulfilled the word of God. Nimepokea la Mungu. I've received the word of God. Nimeamini la I've Mungu. believed in the word of God. Na uzima wa mwili ni roho. And the life of the body is the spirit. Roho amepata chakula chake. The spirit has got its food. Kule kutimiza la Mungu hivyo umelisha roho chakula. Fulfilling the word of God, that you fed your spirit with the food. Kasikia amani. I felt peace. Watakaa, Whether they'll watasoma. stay at home or not go to school. Na washuhudia kila siku mimi. I'm testifying to you every Jumatatu day. yake nikatumwa kwenda huko Mombasa huko. That I was sent to Mombasa. Lakini nasikia amani. But I was feeling peace. Hata siwazi sijui kuna nani anaweza kunipa pesa. I never thought will give me the money. Wataenda kufukuzwa na Whether they'll warudi. be chased out of school, okay. Mimi nasikia amani. I was feeling peace. Maana roho ndio itiayo uzima. Because the spirit that puts life. Na nawashuhudia kufika hapo. That's why I testify to you. Banda hasara ya juu hii. Reaching to Kibandasara, Nina simu ile kama over inaitwa Siemens. I heard that big phone, Siemens brand. Nasikia inalia. I heard it ringing. Kuangalia hivi ni Looking at the message. phone, it was a Ni message. dada anapiga, mama anapiga simu. It's a lady calling Kutoka huko. from very Na far miaka there. mingi sijaenda huko Eldoret. Very many years before I Sema went there. Bwana asifiwe. I said, Mwambia praise asifiwe. God. Ni nani wewe? Who are you? Mimi ni mama fulani. Okay, I'm so and so. Wazukulu najua sasa wamekuwa wakubwa, I know wanasoma. that my grandchildren are in school right now. Mwambie wako shuleni. Yeah, they're in school. Basi mimi nimeacha retire kazi. So I've retired. Nimepata marupurupu kidogo. I've got some deals with me here. Kile nimesikia sauti hapa moyoni. I felt a voice in my heart Nikuletee kitu kidogo angaa kifae watoto kwa shule. to give you something to benefit the children Nikamwambia in ni school. sawa mama, I Mungu told it's okay, akubariki, mama. Mungu God bless you. amwanzilishi. God of the founder. Haya, hiyo simu yako uko kwa M-Pesa? Namwambia niko kwa M-Pesa. Okay, is this the number you transact with? I said yes. Haya, kufika pale nili kwa mzee Mshiri. A few meters from there, Teremka uwanja wa ndege. almost to Kiwanja wa Ndege. Hata anateremka hapo kibanda hasara hivi unapanda kokotoni. Bengele message. The message came. Kuangalia. Looking at the message. Hallelujah. Hallelujah. Kuangalia ndani. Looking at the message now. Wanaita 20K. They say 20,000. Mbili na sufuri alafu uongeze 3 huko mbele. 20,000 shillings. Ni fee hii. Okay, this is already the fee now. Karibu nimwambia conductor gari simame hapo I hapo. almost told the conductor stop the vehicle now. Nirudi I Mariakani. want to go back to Lakini Mariakani. nimetumwa, But I've been sent now. nikaenda nikarudi, I went there and came back. nikazichukua huko nikamletea tena. Then I withdrew the money, then brought the money to him. Hallelujah. Hallelujah. Namwambia shika. I told him this is the money. Ni nini? What is it? Namwambia wewe shika tu. Just hold it. Kaangalia. He looked at the money. What? Namwambia mama mmoja amenitumania, One lady has sent to me. anasema ni karo ya watoto. She's saying this is Kutoka school fees wapi? for the children. From where? Kutoka huko anamfahamu. From very far there. Ni mama fulani. Akaziangalia. Okay, he looked at the money. Akasema haya shika. He said, okay, take out the Enda money. ngalo akalipe karo. Go to school and pay the school fees. Kutoka siku hiyo From that day, nguvu ilikuja, the strength came. uwezo The ulikuja, power came. uwezo The ulikuja. power came. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Kutoka siku hiyo kwa hakika From that kulikuja day, nguvu nyingine na uwezo truly, mwingine. another power and strength came. Kulikuja wadini mwingine Another advocate came. na imani ya kuona hakuna lisilowezekana. And the faith to believe that's nothing impossible. Mungu atafanya njia. God will provide the way. Haleluya. Hallelujah. Basi nilipopeleka huko, So when I took the school fees, mwalimu wa mkuu alisema wewe umeshinda kura. the principal said you voted and won the vote. Kamwambia sasa usifukuze wanangu. I said, now don't chase my children out of school. Siwafukuze. I should not chase them, okay?
Na ni watatu. And there were 3 there. Watatu wako hapo pamoja. There were 3 in the same Walikuwa school. wametumwa huko mbalimbali, nasema mbali sikuwezi. They were called very far. I could not be able to Hapa take them there. karibu. Let them school here. Hata na mguu akifukuzwa wanakuja. Siku moja waliingia saa 7 za usiku hapa kwa. There's one day they got home at 1 Tumelala tunasikia midnight. gong. We were sleeping, hearing them coming. What is it? Siku moja waliingia hapo usiku wa manane. One day they got at home in the Nini midnight. jamani, nani nagonga mlisi? Who is that knocking? Kufungua ni watoto wamekuja. Opening the door, it's our children. Haya, mmekujaje? Tumetembea na mguu. How did you come? We were walking. Kuna nini? What is it? Umetokea fujo huko. Shule imechomeka. Okay, the students Tumekimbia mbio. demonstrated, the school is banned. Haya, ingekuwa ni huko Voi wangefanyaje? If it isn't Voi, how could they have come? Somesha watoto mbali. I don't stop you from taking your children Hiyo very ilikuwa ni far. imani yangu. That was my faith. Niliamini hata wakasoma hapa. I believe when they school tena here, mitihani watapita. and again they'll pass the exams. Hallelujah. Hallelujah. Mmetembea kutoka tumetembea. You've walked all the way from. Karibuni, mna njaa. Okay, welcome. Are you hungry? Akatengeza ugali wakala hiyo You prepare some saba za meal. usiku. They ate at midnight. Haya, wangekuwa huko ni Ngauro huko. If they were that far. Hallelujah. Hallelujah. Kwa kupokea la Mungu. Through this, receiving the word of God, Headmaster wako wafukuza. the principal never chased them Kulikuwa na out. wandugu hapo wana watoto wao. With so many brothers here with their children there, Wafukuzwa wote wangu wako hapo. they were chased, all of them. Mine Kana was still in kwamba school. nimelipa kila kitu, kumbe kuna marundikizi mengi. As if I had paid for Lakini everything. uwezo But the ukaja, power came. nikapatanishwa na mwalimu mkuu. I was mediated and reconciled with the principal. Walimaliza. They finished. Amen. Amen. Walimaliza. They finished. Kwa na mabaki nikamwambia tafuteni vibarua kwanza. With some balance, then I told them to work fast. Mkombe wenyewe certificate zenu. You go there and find your Na certificate mimi nami yourself. nikombeoni kuomba Mungu afanye mlango wa kwenda college. And I'm still praying for you, God to provide the way so that you may go to college. Hallelujah. Hallelujah. Kwa hivyo So kinasema it says, alikuja kwa walio wake. he came to his, Na walio wake hawakupokea. and those who are his never received Lakini him. wale waliopokea But those who received him, nguvu the power na ndigi ya kufanyika mwana to be made sons, walipata kwa jina la they Yesu. received in the name of Jesus. Walipata. They got it. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Amen. Neno kupokea. The one Ni receiving. maonyo ujaliwe kusema. Whether ni kweli. warnings, you should be enabled to cling to Ni them. mafundisho ujaliwe kusema ni kweli. Maybe there are teachings, you should be enabled to say Ni this is true. kukemewa unasema ni Maybe kweli. you are rebuked, you should say it's Ndugu true. umewaza kwenda huku lakini usiende huku unasema ni kweli. Brother, you are going astray, you say it's true. Umepokea la Mungu. You've received the word of God. Nuru itaangaza ndani ya maisha The yako. light will shine in your life. Ndio tuangalie vizuri. That's why you should be very much observant. Kila mmoja ana ushuhuda hapa Mungu. Everyone has a testimony that the God of the founder worked in Lakini him. uangalie, But you should be very much uliona observant. ishara, You saw the signs ukaona mema, and saw good things. ulipokeaje? How did you receive? Ulikuwa na maswali kama ulionayo leo? Were you questioning as you do today? Ulikuwa ukihubiriwa unatafuta kama leo? When it was preached to you, were you seeking and finding solution like today? Hallelujah. Hallelujah. Ilikuwa ukisikia sauti ya Mungu When you used to hear the voice of God inakwambia tenda hili, to tell you do this, unasita kama leo? were you hesitating like you do Ndio today? uwezo wa mema yale hauji, That's why the power for those good things na is uwezo wa not coming, baraka zile hauji, and the power for blessings not na coming, uwezo wa uzima ule hauji. and the power for good life is not Maana coming vile to you. ulivyopokea la Mungu Because the way you receive the na word of vile God ulivyokuwa kuamini la Mungu, and the way you believed in the word of God, leo today mpaka maswali mengi it's kwanza. until you question first Ameambiwa na nani? who has shared to him. Huyo mhubiri ananena hayo yangu, nani alimwambia? That preacher is talking about my affairs. Who has Ule told mke him? wangu labda alipoenda mashauri alisema haya. Maybe when my own went to for Au counseling, share ni this. ndugu gani aliyesema? Or maybe who shared to him. Na wanasema hivyo, And they're saying that way. na siku hizi si kama zamani. And nowadays, the days are not the same like the past. Hupokei tena You no longer receive neno la Mungu. the word of God. Hapo kwanza kulikuweko neno, At first, there was word. kulifanyika ndani mwako baraka, Blessings happened in you. kukafanyika ndani mwako uzima, And life happened in you maana ulikuwa unapokea. because you are receiving. Hallelujah. Hallelujah. Hapa kwanza kulifanyika hapa ndani mwako hapa. At first, whatever happened in you, Kulifanyika nuru, the light hata was giza formed. likaondoka. Even the darkness went away. Ukaona mema, And you saw good things.
uliamini la Mungu You believed in the word of God. ambalo ndilo Mungu na ndio uzima. And that is God and life. Haleluya. Hallelujah. Ulipokea la You Mungu received the word of God. ndio uwezo wa mema, That's why the power for good things. uwezo wa kupona shida And the ile, power to be healed from that na uwezo wa problem. baraka zile And the zikaja. power for those blessings Maana la came. Mungu lilipokuja toa hivi Because when the word of God na came, tubu dhambi hii, I'm repenting this sin. huko wananeno watu watasemaje? You're not questioning Mtu kama mimi such nikaketi a chini, man like me to sit down. mtu kama mimi. Such a man like me. Ulipoona uwezo wa kupona siku ile When you ulikuja, saw the power to be healed during that huko time, wananeno mtu kama mimi. you are not ranking yourself. Amen. Amen. Ulijua moja, Mungu anasema ungameni dhambi zenu ni kwa nini? You knew only one word, that God says you should confess your sins and forsake them. Leo unaneno mtu kama mimi. Today you're ranking yourself and say such a person like me. Haleluya. Hallelujah. Uwezo hautakuja. The power won't come. Hata uende wapi, Even if you go anywhere, uwezo unapewa wanaopokea. the power is given to those who receive. Haleluya. Hallelujah. Hapo kwanza At first, hata nuru ikaangaza ndani mwako, until light shined hata in your ukaona heart, kupona lile, and you saw na yourself being ukaona healed from baraka that, zile. and saw those blessings. Hapo mwanzo At first, ulikuweko neno la Mungu hapa the moyoni mwako, word of God was in your heart. ndio ukafanyika uzima, That's why life was ukafanyika created. baraka. Blessings were created. Maana hapo ndani yako Because in you, ulipokea la Mungu you received the word of ambayo God, ndilo uzima, which is life, ambayo ndilo nuru, which is light. ukafanyika uzima na And the baraka. life and the blessings Na were. Yesu ni yeye yule And jana Jesus is the same yesterday na leo, and today. He hajabadilika. has not changed. Ni wewe umeacha kupokea la It's Mungu, you are forsaken and stopped receiving ndio the word of hakufanyiki God. tena baraka na uzima. That's why the blessings and the life is no longer Lakini Yesu happening ni in yule you. jana, leo na hata But milele. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Ishara zinafuatana na wale The waaminio signs follow those who believe, na wale wapokeao and those who receive, watafanyika wana, they'll be made to be sons. na itakuwa hivyo milele na milele na And milele na milele. it will be that way forever and ever. Haleluya. Hallelujah. Hapo kwanza At tusomea. first, read for us that verse. Hapo kwanza, hapo kwako kulifanyika mema, first, uliaminije, ulipokeaje? When good things were created in you, how did Hata you ukaona believe? ishara zile, biashara zaenda Until vizuri, you saw those signs, your business na amani progressing, nyumbani and mwako, peace in your place, na muumeo na with jirani, your husband, with your neighbor, ulikuwa umepokea la Mungu. you had received the word of God. Hata mume akasema wewe mchewani, Even if the husband says, unajua kwanza kule kwetu, kwanza ukiona mume anakudharau kule at kwetu first, choni, in our place, when you see as the husband wanaambiwa is ndio despising, anakupenda. that way you are told he's loving Ukiona you so mume much. anakutukana wewe huna maana, If the wewe husband mchewani is wewe, abusing you, manake anakupenda. that means he loves Hata you. hao wanaamini hivyo. They believe that way. Wewe mke gani? Wewe mke gani? Which type of a wife is you? Sasa jioni ndio huyu ameleta mboga na And maziwa. again in the evening, he comes to the milk and the Basi radish. hata ameondoka ameniambia mimi ni mke gani, basi usindwe kula chakula huko So he nyuma. goes away insulting me. Hata akija umenuna. You boycott eating. Wanajua hivyo kule, wanaamini la Mungu kule. They believe that way in our place. Ndio hawakosi kununuliwa madera na nini, wewe unakosa dera hata ni shilingi 100 tu. Maana ukiambiwa mche gani akija jioni kweli umekasirika. Because when insulting you, you are getting annoyed. Utakosa hata dera la 100. Will even fail a 100 shillings data for you. Maana huna utiifu. Because you're not obedient. Umeitwa mche gani, wewe unatii tu. Whichever name you are called, you are just Dera hata la obedient. 100 ulikosa. At least dressed costing 100 Maana shillings, hata you miss it. ukiuliza chumvi wanafanya kusema angalia kando. Because even if you ask for salt, he tells you, hiyo chumvi ni pesa look at ngapi? how much does it Shilingi cost? 5 shillings. Inatafutwa hiyo 5 kisha ile ya kuzeeka. Tena nataka change. Keep change. Umesema shilingi, You've said chumvi ya shilingi 2. it's only Haya 2 hiyo shillings. 5. Okay, the 5 Tatu shillings. zangu nazitaka I 3. want the 3 shillings, the balance. Na jioni akija nazidai kweli. And again, when he comes in the evening, he's asking for the Keep balance. change. Ile 3 iko wapi? Where's the 3 shillings now? Sasa yule mtoto alikula bigiji wewe. Leta. Tazitoa tu. Wataka ufiche angao upate dera, hutaweza. Zinadaiwa hata shilingi 1 iliyobaki. Haleluya. Hallelujah. Maana la Mungu tii huna. Because you are not Tusomee. obedient. Read for us. Slow but sure. Wazungu wanasema slow but sure. Hapo mwanzo Mwenda pole ajikwae. Mbio za sakofuni zinaishia ukingoni. Every race has its destiny.
Amen. Amen. Kwa hiyo twendeni pole So let's go slowly, lakini tuelewe la Mungu. but we should understand the word of God. Tusomee hapa. Read for us. Hapo mwanzo kulikuwako neno, naye neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Huyo mwanzo alikuwako kwa Mungu. Vyote vilifanyika kwa huyo, wala pasipo yeye hakikufanyika chochote kilichofanyika. Ndani yake ndimo mlimokuwamo uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Nayo nuru yang'aa gizani, wala giza halikuiweza. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. The same was in the beginning with God. All things were made by him, and without him was not anything was made. In him was life, and the life was the light of men. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehended it not. Alafu tusomee hapo 11 mpaka 13. Then you read for us verse 11 to 13. Anasema alikuja kwake, He says he came to him, lakini walio wake hawakupokea. but those who are his never received. Wake ni akina nani? Who are them? Wale walioamini jina la. Those who believe on his name, Kule kuamini la Mungu ndio kupokea. believing the word of God that saves. Hale tusomee. Alikuja kwake, wala walio wake hawakumpokea, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika watoto wa Mungu, ndio wale waliaminio jina lake. He came unto his own, and his own received him not. But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name. Ni la maonyo hujaliwe With a kupokea. warning, you should be enabled to Ni la receive. mafundisho hujaliwe With kupokea. a teaching, you should be enabled to receive. Umekemewa hujaribu You are kupokea. rebuked, you should be enabled to receive. Maana neno la Mungu linasema Because the word of God says, Bwana alitoa wengine mitume, the Lord gave others as the wengine apostles, manabii na wainjilisti others as the evangelists na walimu and the teachers na maonyo and the teach ili warnings, mwili wa Kristo ukamilike. so that the body of Christ may be perfected. Onyo likija wasema imetokana na When a wapi? warning comes, you say, where does it come from? Hallelujah. Hallelujah. Onyo likaja, mimi nimeketi pale A Jumatano warning kama came, I leo. was seated here Wednesday like today. Mchungaji akasema huyu rimba huyu. The pastor of the Lord said, you Kazi remember, haziendi ni kwa sababu ya. the work is not progressing because Amekuwa of you. shetani. This one has become the devil now. Go away. Go away. Go. Go. Kafanya kazi zake. Go and do your cares outside there. Haya. Okay. Mwingine akainuka akasema sasa One stood up and said, wewe hupendi. you're not loved. Sema aende zake. Let him go his way. Hallelujah. Hallelujah. Lakini Mungu akanijalia But kupokea. God enabled me to receive. Miaka yote sipokei, lakini siku hiyo For nikajaliwa so many kupokea. years I was not receiving, but that day I was able to receive. Mungu akanisaidia kupokea onyo. God enabled me to receive that warning. Nikasikia roho imekuja mgongoni, lakini nikaeregesha haraka. I felt my heart is Rudi moved, haraka wewe but I roho. restored it very fast. Sikuja hapa kushindana mimi. I never came here to argue. Kweli mimi nimekuwa shetani. Truly I've become a devil. Maana kama haziendi kweli. Because if the work is not progressing, it's true. Nilidhani zitaenda, kumbe tumeweka shetani. I thought maybe the work will progress, yet the devil is here. Sema ni kweli. I said it's very true. Okay. Lakini niende wapi? But where else should I go? Nikamfuata pale Alhamisi pale. I followed him on Thursday, Kuonyesha nimepokea. showing that I've received. Saa 3 amekuja nikaingia. At 9 he was there in the office. Sema karibu. Okay, welcome, brother. Kaingia. I got in. Ukiangalia macho yake When I looked at his eyes, si yale ya jana. they were not as the Karibu ones ndugu. they were yesterday. Welcome, brother. Sema karibu ndio. Welcome, brother. Karibu ukae, nikaketi. Welcome and sit down. Unasemaje? Okay, what do you say? Mwambia mimi nimekuja. I know I've just come. Unisamehe You forgive me. kwa yale ya jana, hapana kweli nimekuwa shetani. Whatever you said yesterday, because I've truly become a devil, Alafu huku machozi yananitoka. while weeping at the same time. Nataka kwa shetani kweli kwa I've sababu become a devil truly because haziendi kweli. the work is not progressing. Na mimi sina kwa kuenda. And I don't have any other place to go. Ulisema go away, lakini sina kwa kuenda. You said I should go away, but I don't have any other place Weka to go. mistiri hata kama ni mtoto mdogo. So you listen to me, even Kiongozi wa kazi hata kama ni mtoto mdogo, mimi nitakuwa nyuma yake. want to be responsible for the work, I'll work behind Ili him. ukiomba wa ndugu waliofanya kazi hiyo wabarikiwe, nami ni humo ndani. So that when you pray for those brothers who partook in that work to be blessed, I should be among them. Unisamehe. Forgive me.
Na nasikia huzuni kweli. And I was Maana truly ikiwa sorry. roho wa Mungu hataridhika na kazi ninazozifanya Because nitabarikiwaje? if the Spirit of God won't be satisfied Na with ni the work yeye I'm doing, aridhike, apige magoti, Mungu bariki hao wa ndugu. and it's Him to be satisfied and pray for God to bless all Haya, these brothers, anahuzunika kila saa, nitabarikiwaje? now he's sorrowful every time. How will I be Kule blessed? nilipata wazazi, I offended my nikasema parents, sitaki kazi ya kuandikwa, nitahubiri Injili. and I've never wanted to be employed. I'll Haya, preach. hapa napo Now huko here Injilini too. siko. I'm not there. Hiyo kazi ambayo naambiwa baki hapo uifanye nayo siridhishi. The work that I'm assigned, I'm not satisfying anybody. Nitaokolewa na nani mimi? So who will save me? Haleluya. Hallelujah. Nasema sasa, I said, now, chagua hata kama ni mtoto mdogo, choose even a young child. mimi nitakuwa nyuma yake. I'll work behind him. Lakini ukipiga But magoti, when you kneel down, Mungu bariki, nami niwe humo. God bless, I should be among them. Akasema hakuna hiyo, He said, no, there's nothing like that. hakuna hiyo. It's nothing Mimi like that. nataka mchonyi I want a chonyi aokoke character hapa to be ndani. saved in you. Yule wanaume ni sisi, That we are the real men atoke hapa ndani. to get out of you. Na kweli yuko, nikajua kweli yuko. And truly I knew he's there. Anafanya kweli kazi, Because I'm working, lakini nafanya, sitaki but I kulaumika. don't want to be blamed. Nataka niambiwe Rimba I want alifanya. to be told, Rimba Hii did. yote ni Rimba alifanya. All this, it's Rimba who Sasa did. vikineno mwingine nasikia Now when kufadhaika. somebody else is being pronounced, Kuonyesha kuna I'm grieved, mchonyi kweli. showing that truly there's a chonyi character in me. Nikamwambia ni kweli. I told him it's very true. Mimi nataka mchonyi aokoke. I want a chonyi man to be Alafu saved in you. akasema ndio ndugu. And again he said, truly Lakini brother. akaniambia tena ndugu And tuombeane. again he said, brother, we should pray for each other. Maana wewe una kazi ngumu. Because you have a very big task. Kenya, Uganda, Tanzania mijengo yote unaiangalia wewe. Kenya, Uganda, Tanzania are responsible for all the constructions. Na ujue mbao zimetoka wapi na You zimetoka should wapi. know where the timbers come from. Na mimi nami basi East Africa yote kila swali linakuja. And I too, the entire East Tena Africa, all the upewe questions are coming to me. kujibu hao watu wote. Then you have to respond to Hata all those wafikie people. kupona. Ni for kazi them to get to the healing. tuombeane ndugu. Let's pray for each other, brother. Haya, si yule wa jana. It's not the one. Unasikia ndugu, tuombeane. Do you hear, brother? We should pray for each other. Naambia niombee baba. I said, pray for me, Father. Naomba angaa mimi ukiomba uridhike. I ask you when you pray that, Haya, niambie kazi gani haina vifaa, naambia ni okay, pale. tell me, is there any work that is lacking Tunangoja the mbao material? zije. We're waiting for the timber to come. Oh, mbao hazijaja. The timber has not come, okay. Haya, tunamuomba Bwana We atafanya. pray mambo. to the Lord, He'll make a way. Ndio unaona kwa maombi That's why yake you see through his alikuwa prayers. akikaa pale. When you used to sit there, Ukisema unataka mbao, anasema wao wataka I said, mbao. you want timber? Okay, I want it. Ana kikapu chake. He has his bag there. Amen. Amen. Haleluya. Hallelujah. Maana alimuomba Mungu, Because he prayed to God, niletee wafadhili provide for me the wa sponsors kazi ya Bwana. for the work of the Lord. Na ndilo ombi mtumishi wa Mungu analo. And that is the prayer that the Ndio servant ona of God kumeta has. ufadhili, ghorofa yetu inang'ara ile. That's why you kabisa. see our story building is shining Hata now. mkiangalia mnapenda. Even if you look at it. Haleluya. Hallelujah. Ni maombi ya mtumishi wa Mungu Emmanuel Kiambu. Those are the prayers of the servant of Tena God. Emmanuel mfadhili Kiambu. amekuja kule. There's one sponsor has come there. Bathroom yetu ile inawekwa tiles ile Our ya bathrooms are wandugu. being tiled. Tiles chini alafu ukutani iwe The uzunguni. floor, on the wall, Na to be- maji to ukifungua be ni standard, and the shower too. akainuliwa mfadhili tena. Then another sponsor Mama was brought mmoja up. One lady akasema hii mashine ya maji imeharibika kwa said, nini? this purifying machine, why is it Akatoa spoiled? hela imerekebishwa, leo mkitaka maji pale yanauzwa pale. shilingi Today 10 it's mtungi very much mmoja. prepared and Maji prepared. fresh. There's very fresh water there. Haleluya. Hallelujah. Yamesafishwa na mashine. It's being purified by the machine. Haleluya. Hallelujah. Mfadhili akainuliwa kutoka The hapa hapa. sponsor was raised right from here. Juzi Pastor Mangale anasema mimi The other uko day, Pastor Burani, Mangale said, uko Burani sijui mmenitumia nini. I mean, Burani, why Nikamwambia, did you poa, send poa, We told poa. him, calm down. Hubiri watu wa Mungu. Preach to the people of God. Mfadhili akainuka juzi A akaletewa sponsor pikipiki was mpya. raised here and then he brought a Pikipiki motorbike. mpya ikaja pale. A very new brand motorbike was brought the other day. Amen. Amen. Jumapili tuliposema hapa jamani, On Sunday when he said huko here, Burani wanaomba matofali 800. in Burani they are asking for 800 blocks. Tulipotoka hapa ndugu mmoja akaja When we akasema left this matofali place, 800. one brother came, Hela ndizo hizi. this is the money. Burani imalizike. Burani to be finished. Yako pale matofali 1000. They are there, 1,000 blocks. Haleluya. Hallelujah. Ndugu mmoja ameleta 1000 yenyewe pale. One brother has brought 1,000 blocks Na petroli ya gari kupakia kupeleka huko. and the fuel for the vehicle to carry the blocks to Burani.
Huo wote ni ufufuo huo, All that is resurrection, na ni kupokea huko. and it's receiving that way. Uwezo utakuja kwa huyo ndugu. The power will come to that brother. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Kwa maombi ya mtumishi wake. By the praise of his servant. Yako pale hata kesho enda ukahesabu moja They are moja. there. Tomorrow you can go and count them. 1,020 There are 1,020 5. and 25. Hiyo 5 ni ya kuongezewa. The 5 was a bonus. Ameyalipia He yote. has paid for everything. Yalikuja na gari kutoka Mtondia ya They wenyewe ikamwaga Came pale. from Tondia, then they was Kamwambia offloaded. leteni hapa, Bring here. gari yetu itabeba ipeleke Burani. Our vehicle, our lorry will take to Burani. Haleluya. Hallelujah. Pastor Mangala katika kazi ya kubariki watu Pastor wafanye Mangala kazi ya Mungu, took that assignment to bless people. akaacha kujihubiri yeye mwenyewe, akahubiri watu wajenge kanisa. He forsook preaching about himself, then he preached to people Na to put the church. alipotumwa huko alikosa amani. And when he was sent to that place, he lacked peace. Akamwambia na mzee Zia, huyu mzee amekosa amani. We shared a moment with Pastor Z and said, this man is Mmoja akawa lacking na peace. homa hapa wiki mbili, anasema Once- siwezi kwenda huko. 2 weeks ago, he was attacked by very serious Akamwambia mzee fever. Zia, hiyo si homa hii. I told him, it's Ni not, kwamba that's not kuwe na fever. change. It's only that it needs to be changed. Tukasema hatutaenda kwa mtumishi hapi change. We go to the servant of Aende God to kwingine change. Burani hapo hapo. Just in Burani, stay there. Tukamwambia wewe hubiri Burani watu wajenge We kanisa. told him, you preach in Akapata Burani, amani. people to construct the church. He got Yuko peace. Burani anakula omena. He's in Burani eating fingerlings. Pikipiki mpya au jini katoka Mariakani. A very brand new motorbike is coming from Mariakani. Haleluya. Hallelujah. Alipojaliwa When he kupokea was unable to receive, kufanya kazi ya Mungu kwa to amani, work for God at peace, uwezo ukaja the power came wa kufanyika to mwana, be made a son, kupata haja ya to moyo. get his heart desire. Juzi tukaipanda pale. The other day we were there. Mtumishi wa Mungu ameshaomba The yeye, servant of God has already prayed. utakuwa na We'll manyumba have houses na magari yote and all the duniani. vehicles on earth. Bado kupokea la Mungu linasemaje sasa? The assignment now is to receive the word of God. What does it say? Haleluya. Hallelujah. Wewe umetumwa mahali wasema You've mimi been mtu kama sent to mimi a hapa. place, no, say such a man like me, Mahali pakavu a hapa. very dry place like this Sasa one here. huyo kule ambako unaona kuna chemichemi, waliopeleka chemichemi ni akana nani? Where do you feel you fit? Hubiri hapo mpaka chemichemi iwe pale. Just preach there till the area becomes Usiangalie something. hao watu hawa. Don't look at these people. Mwangalie Mungu jua Look aliyekutuma. at God who is Wewe sending tia you. amani hao You watu. just put peace with these Bariki people. hao watu kwa kuongoza wajenge kanisa, Bless these nyumba ya people mhubiri, and guide them to watoe construct the zaka na church sadaka. and give alms and tithe. Amen. Amen. Utatoka huko huna kitu You kitatoka leave huko. that place without something, but something will come from Lakini somewhere wewe else. umetuma kanisani unaangalia hao watu. But you are sent to church, then you Hao look at those watanipa people. nini hao? Will they give me something truly? Mwangalie Mungu Look at God, aliye tajiri wa wote. who is rich, the richest of all. Haleluya. Hallelujah. Amen. Amen. Akamwambia mzee, akasema tufunge macho. I told him, let's Akakaa close hapa our na eyes. mama lake hapa. He stayed here with his fever. Akasema tunyamaze. Said, let's keep quiet. Hatuendi kwa mtumishi. We're not going to the servant of God. Hati Mangali ana homa. Okay, Kule Mangali has Burani fever. inaonekana hewa yake haimfai. It sounds like it's not fitting in Burani. Akapata amani. He got the peace. Amen. Haleluya. Hallelujah. Tukafunga macho kana kwamba hatuoni. We close our eyes as if we're not seeing him. Akisema basi usiku sikulala When he says tunafunga that masikio at pia. night we never, Lakini tukipiga magoti but when we kneel down, nasema shetani ashindwe ni the Burani. devil will be defeated. Hatuendi kwa mtumishi hati We're Burani. not going to the servant of God now. Kumbe kuna pikipiki. Here there's a Na mengine motorbike. yako mazuri yanakuja. And other things very good are coming Maana amebariki watu kule. because he has blessed so many. Haleluya. Hallelujah. Si pikipiki peke yake. Not only a motorbike, Yako maboksi mengine yanafungwa huko. there are other boxes that are being packed outside there. Wewe uyaone lakini yako. You don't see them, but they're there. Kupokea la Mungu. Receiving the word of Umetuma God. wapi unasema asante. Where you are sent, Mungu. you say thank you. Haleluya. Hallelujah. Natia amani watu wa You Mungu. put peace to the people of Na God kuwabariki. and blessing Na them kuwaongoza watubu and dhambi. guiding them to repent their sins. Waache Let them kuchukiana. forsake hating each other Kuogopa uchawi and kuwaondokee. fearing witchcraft to get out of them, Wasamehewe. to be forgiven Waamini ya kwamba and believe that dhambi za mtu ndio uchawi wake. someone's sin is his own witch. Ukisema nimerogwa, huo unakuwa adui wa Mungu. When you say you've been bewitched, you become an enemy to God. Wakipokea hilo, When they receive that, hata ukatoka hapo huna even kitu, if you leave that place without anything, vitatoka Filipi na wewe uko Korintho. they'll come in Philippines and you in Ndio Corinth. Paulo anasema hata nilipokuwa huko Filipi That's why mliniletea Paul says, misaada. when I was in Philippines, Haleluya. hallelujah, Kabisa. truly,
Hata ukifungua ule moyo wa Pastor Mangale Even if you open Pastor huko Mangale's ndani heart, kuna upya mwingine huko there's ndani. new in him. Hallelujah. Hallelujah. Tumalize na Yohana. Let's finish up with the book of John. Ni Yohana ngapi? 17 mstari wa 8 mpaka wa 9. John 17:8-9. Tumalize. Kupokea. Receiving. Umeonywa, unapokea. You've been warned, you receive the warnings. Nyumbani mwako In your home, ndugu amekemea, unapokea. the husband has rebuked you. Unaamini la Mungu. You believe in the word of God. La Mungu ndio litialo The uzima. word of God that puts peace. Mwili haufai The kitu. body profits Na nothing. maneno ya Mungu ndio uzima The words wetu. of God is our life. Jaliwe kupokea. Should be enabled to receive. Anasema wapokeao He said, those who receive, uwezo utakuja. the power will come. Ndio Bwana Yesu That's anasema what the Lord Jesus says. ukisoma 17:18 mpaka 9. When you read from, Kwa kuwa maneno ulionipa nimewapa wao, nao wakayapokea, wakajua hakika ya kuwa nalitoka kwako, wakasadiki ya kwamba wewe ndiwe uliyenituma. Mimi nawaombea hao, siwaombei ulimwengu, bali hao ulionipa, kwa kuwa hao ni wako. Endelea. Na wote walio wangu ni wako, na walio wako ni wangu, nami nimekutukuza ndani yao. Bas. for I have given unto them the words which thou gavest me, and they have received them, and have known surely that I came out from thee, and they have believed that thou didst send me. I pray for them. I pray not for the world, but for them which thou hast given me, for they are thine. And all mine are thine, and thine are mine, and I am glorified in them. Hallelujah. Ni Hallelujah. Bwana Yesu huyo. That is the Lord Jesus. Anasema kwa kuwa He says, now that maneno the words ulionipa nimewapa wao. that you gave me, I shared to them, Nao wakayapokea. and they received them. Na baada ya kupokea maneno yako And wale after receiving ulionipa your words nikawapa, that I shared to them, wakajua hakika ya kuwa they knew truly that nalitoka kwako. I come from you. Wakasadiki. Then they trusted. Maana walipopokea maana yake, Because when they received, the meaning is, walipopokea maneno ya Yesu when they received the word of Jesus, kwamba amri mpya nawapa mpendane, that I give you a new commandment, you should love one another. uwezo wa mema The ulikuja, power for good things came. uwezo wa kupona The power for ulikuja, the healing came. ukafanyika uzima ndani mwao. Then life was made in them. Wakasadiki ya kwamba wewe ndio ulinituma. And they believe that it's you who has sent me. Haleluya. Hallelujah. Ukijaliwa kupokea la Bwana Should you Yesu, be enabled to receive the word of lazima Jesus, kutafanyika wokovu ndani mwako, salvation will be made in you. na kutaumbika hakika kweli kwamba And the certainty will be created in you that ni Mungu aliyekuagiza utendelo la Yesu. it's God who has commanded you to do what Sasa neno Jesus. kupokea, Now the word receiving, anasema he says, maneno mimi the word ulionituma mimi that you niliwapa, sent me, I nao shared them. wakapokea, And they received. na And walipopokea when they received, walisadiki ya kwamba kweli wewe ndio umenituma. they trusted, surely it's you who has sent me. Walisadiki kwa nini? Why did they Maana trust? kulifanyika uzima ndani mwao, Because life was made in kulifanyika them. baraka ndani mwao, Blessings were created in them. walipotii Yesu When they alivyowaagiza. commanded the way Jesus commanded them. Akapakwa matope, He was mounted mad on his akaambiwa face. aenda He Siloamu. was told to go to Siloam. Alipopokea When he received, hakunung'unika, He never Bartimayo akaona kupona, he saw the healing. akasadiki ya He kwamba believed that kweli Yesu ni mwana wa Mungu. truly Jesus is the Son of God. Alipojaliwa When he kupokea, was enabled to receive, ameenda kupona upofu. he has gone to be healed the Badala ya blindness. kupona akapakwa matope na Bwana Instead Yesu, of being healed, he was mounted lakini mad on his akapokea, face. hakunung'unika, mbona But wanitenda he hivi? received, he never murmured. Akajua huyu Yesu ana njia nyingi za He knew kuponya, that Jesus has so many ways to heal. akanyamaza, akapakwa He matope, kept quiet when mud was applied akaambiwa on his haya, face. enda He Siloamu was told, go to Siloam ukaoge, and shower ukanawe. and wash yourself. Akapokea, He received.
Alipoenda When he went there na kunawa and washed himself, akaona, he saw. He akasadiki trusted kweli that Yesu ni mwana wa truly Mungu. Jesus the Son of Na God. wewe ukijaliwa kupokea And once you're able to receive Yesu analolisema kwako, whatever Jesus is saying to you, anavyokuagiza, whatever is commanding you, unapoenda kwa la Yesu, when you go by the word of Jesus, utafanyika muujiza, a miracle will happen, utafanyika mema, good things will happen, na moyoni mwako kutaumbika uthabiti and in your heart will be stable, kwamba Yesu yu hai, that Jesus is alive, hayuko kaburini is no tena. longer in the tomb. Ishara zinafuatana wale Signs follow those who believe, ukijaliwa kupokea. once enabled to receive. Amen. Amen. Hapo ni pazuri hapa. That place is so nice. Anasema kwa kuwa He says, maneno provided ulionipa the nimewapa. words you gave me, I share to them. Wewe waweza kwenda kanisani, You can go to church. Mungu anakuongoza kuonya, God unaogopa. is guiding you to warn you, are Mungu fearing. anakuongoza kufundisha, God waogopa. is guiding you to teach, you are fearing. Haleluya. Hallelujah. Leo juzi nikaongozwa That's kuonya. why the other day I was guided to warn here. Leo kila inukaye anafanya Today, takavyo. everyone who wants to do his own, he goes ahead. Mtu akitaka kutoroka mamake aolewe nje anaenda. If one, Kesho unamwona ndiye huyu. today he comes here again. Mtu akitaka kuacha mkewe anaacha. If one wants to forsake his wife, he goes Haya ahead. mlifundishwa na nani haya? Who taught you all this? Haleluya. Hallelujah. Haleluya. Hallelujah. Nikawaambia hapo mwaka huo I told you some years back, 2007 in 2007, mchungaji kwa kule kutoka maneno mengi ya the watu. pastor of the Lord, because of being Mara wao tired of mimi nataka men, kurudi kanisani. okay, I want to come to church. Mungu akasema nao watu walipoasi Mungu He aliwaona. said people rebelled and God saw them. Akasema haya, He said, okay, rudini msikilize. come and listen to the word. Hiyo haikuwa license That wasn't a ya license leo for you tuendelee today kufanya dhambi na to kukaa continue kanisani. rebelling and staying in Tuendelee church. kuasi na kukaa To continue kanisani. rebelling and living in church. Maana fulani ndio yule Because alienda. that one did too. Oh. Okay. Kwani kule kuambiwa kaa Being told, sit ndio down. kusamehewa. Are you forgiven that way? Umerudi kanisani hujarudi kwa You've Mungu. come to church, you have not come back to Bado God. una kazi You kubwa. still have a very big assignment. Unaona kule kukaa huko na kupiga You think makofi. maybe you are mambo sitting gogo. here and clapping Ndio the ni spouse. msamaha huo. That's not a forgiveness. Umerudi kwa jengo lakini hujarudi You've kwa come Mungu. to the construction but not to God. Sasa tuendelee kufanya dhambi. So we continue rebelling and committing sin. Haleluya. Hallelujah. Basi wewe ufanyaye leo, So you is doing maana that wasema today Rimba alifanya na because mbona you say anapiga Rimba is Dhambi did and yako is ni coming kubwa. your sin is very maana big unafanya makusudi. because you are doing something intentionally. Haleluya. Hallelujah. Maana wajua ulifanyalo. Because you know what you're doing now. Haleluya. Hallelujah. Wajua ulifanyalo. You know what you're doing. Na Biblia And the inasema Bible says, yule ajiwaye mema na hayafanyi, whoever knows good and he doesn't do it, kwake yeye ni dhambi. to him Si dhambi ya is sin. kawaida hiyo ya This is makusudi. not an ordinary sin, it's a sin of intention. Wafanya mbona fulani You are doing alifanya. because somebody else did it. Wafanya ujualo. You're doing Yule something you know. alijikwaa kweli That lakini one wewe stumbled wafanya maana truly. fulani alifanya. But you know what you're doing. Haleluya. Hallelujah. Neno kupokea. The word receiving. Anasema Bwana, He says, the Lord, mimi nimewapa. I've given Ndio them. mimi huomba Mungu. That's why I normally pray to Mtumishi wa God. Mungu husema neno hilo. The servant of God normally says, that's the Huko mbele Roho word. atakuongoza. Ahead there, the Spirit will guide Nami you. humuomba Mungu. And I pray to God, Unipalo nisaidie nisizuie kulinena. whatever you tell me or give me, I should Niwe not ni la stop it. maonyo, Be it a warning, niwe ni la mafundisho, be it a teaching, niwe ni la be unabii, it a niwe prophecy, ni la walimu. be it a word of a teacher. No. Mwingine akose kuokoka. One to fail to get to Unipende salvation. usinipende. Whether you love me or not. Haleluya. Hallelujah. Lengo The idea, Mungu atupayo God, whatever ya God gives us kutuokoa to save us, usizuie kuyanena I stop it ili wewe wa Mungu ukipokea. for you not to receive. Maana anasema Because it says, wale wote waliopokea all maneno those who ulionipa received, hao ni wako those are yours. na walio wako ni wangu. And those who are yours are mine too. Amen. Amen. Ni wako wewe Mungu They're yours, na God. walio wako ni wangu. And those who are yours, Ndio God, are mine anasema too. analikuja kwa walio Because wake. it says, I came to his. Walio wake ni akina nani? Who are they? Ni wale walioamini waliopokea. Those who believed and received. Hao wanaitwa wa Mungu. They are called of God. Tena ni wa Bwana And Yesu. again, they are of Jesus. Na giza halitakuwa ndani And the mwao. darkness won't be in them. Neno The kupokea. word receiving. Na waomba tusimame. I ask you to stand up. Anasema He says, kwa kuwa maneno ulionipa Because nimewapa wao. the word you gave me to me, I shared to them. Nao And they wameyapokea. have received. Wakajua hakika ya And kuwa they knew surely that nalitoka kwako. I come from you.
lazima watajua, maana wataona kupona. They must know because they see the Maana healing, wameamini because they believe, kutubu dhambi na kuacha. repenting and forsaking their sins. Kwa nini wasiokoke? Why shouldn't they be saved? Haleluya. Hallelujah. Neno kupokea la Mungu. The word received. Tuliona ishara sisi. We saw the signs. Leo mbona tujae wasiwasi? Today, why are we Na worried? Yesu ni yule jana, leo na hata And milele. Jesus is the same yesterday, today, and forever. Maana kumeondoka kupokea. Because receiving has got out of us. Haleluya. Hallelujah. Tufunge macho. Let's close our eyes. Baba Mungu wa mwanzo, tunakushukuru kwa jioni njema tena ambayo umetupa kwa maombi ya mtumishi wako Emmanuel Mzungu. Umeona Bwana, wewe ulidhihirika kwetu tulipopokea maneno uliotupa kupitia na mwanzilishi wako na watumishi wako waliokuweko leo na mtumishi wako Emmanuel Mzungu. Na tulipopokea kuna kazi ulifanya maishani mwetu, kuponya, baraka. Leo mbona ifanane, umebadilika? Maana shetani ameondoa kule kupokea, ameondoa kule kuamini, kuliko kuwako ndani ya mwanadamu, ndani ya yule ndugu na yule dada. Ndio leo yuko humu kumhesabu kuwa wako, maana wanaopokea hao ni wako, ni wa Mungu, na hao wanafanyika kuwa wana. Regesha kila kupokea, kila moyo uumbike kupokea, maana wewe hujabadilika Bwana Yesu, na uwezo wa mema unakuja kwa wapokeao, uwezo wa amani unakuja kwa wapokeao, uwezo wa msamaha unakuja kwa wapokeao, wapate kusadiki kwamba wewe uko na unaweza. Asante Baba, ninaamini Mungu wa mwanzilishi, hukutuitia mabaya, ulituitia mema, na wewe hujabadilika, ni wewe yule jana, leo na hata milele. Vijana wajaliwe kupokea, waache njia mbovu, wasiendee mabaya, roho zao ziwe nzima, nuru iangaze maishani mwao, maana wewe ni nuru, ulikuweko kwanza na ulikuweko kwa Mungu, na ulimwengu apokeaye amepokea nuru. Asante Baba, tukushukuru nikiamini nuru yako ambayo shetani alikuwa ameiondoa, ametia giza mioyoni mwa watu wako. Nuru hiyo utairegesha kwa kuwaregeshea kupokea, kwa kuregeshea kuamini, kwa kuwaregeshea kupokea. Kila neno lako linaponenwa kwao, uwajalie kupokea, uwaondolee maneno mengi. Asante Baba kutenda kutimiza. Hebu ndugu mpendwa, Brethren, Yesu Kristo, Jesus Christ yeye yule is the jana same yesterday na leo na milele na milele, and today and forever and ever. hajabadilika He has not changed na hata badilika. and he will never change. Anasema maneno ulionipa He said, the words you gave mimi me, nimewapa, I shared to them, nao wakayapokea, and they received, nao and they wakafanyika wana, made to be sons, wakasadiki kwamba wewe ndio ulinituma. and they believed it's you who sent me. Ukitii Mungu anavyokuagiza, Once you obey whatever God is utafanyika kitu commanding maishani you, mwako, something will happen in your maana life umepokea la Mungu. because you receive the word of God. Hata hakuna amani, kutafanyika If there's amani. no peace, peace will be made Maana umeonywa kusamehe jirani, because you are forgiving your umeonywa neighbor, kusamehe wa nyumbani you've mwako, sinned, forgiving your people, umeonywa you've been warned kuacha mizaha to forsake na scornfulness kuendea dhambi, and going towards sin. utafanyika uzima ndani mwako, Life will be created in you maana umepokea la Mungu. because you've received the word of God. Kupokea kwa la Mungu kukiondoka, Receiving the word of God, once you are denied ndio of watu that, wanajaa uasi. that's you are filled with the Shetani rebellion. hufanya la Mungu kuwa zito, The devil makes the word of God to be so lakini difficult, dhambi yaonekana rahisi. but the sin is very light. Ndio waona tajiri yuko, That's why you see the rich is lakini there, amejaa but his wasiwasi, faith will worries maana hatendi haki, because he's not doing what's right. hana la Mungu moyoni. He has nothing of God in Mwambie Bwana him. Yesu, Tell the Lord Jesus, nimejaa wasiwasi na hofu. I'm filled with worries and fear. Yale niliyokuwa na imani nayo leo sina imani Whatever I've nayo. been believing, I no longer believe now. Maana ndani mwangu mliingia chuki, Because hatred got into me, na chuki si la Mungu, and hatred is not from God. ndio maana uzima sina, That's why I don't have life. amani sina, I don't have maana peace. nimeacha kupokea neno la Because I've uzima. forsaken believing Niumbie the word of moyo na roho ipokeayo, God. Create in me a receptive heart pokea kule kwa kwanza, that receives as I used to kusikia do kule at kwa first. kwanza. Hearing as I used to do at first. Nilipopokea hata nikaona mema. When I received till I saw good Niregeshee things. kupokea huko huko, Restore in me that kuamini receptionness huko huko. and believing that Hebu way. tuombe. Let's pray. Baba, ni asante Mwenyezi Mungu wa mbingu na nchi, Mungu wa mama mwanzilishi, Mungu wa missionary, uliye ndani ya mtumishi wako Emmanuel Mzungu. Tunakushukuru Baba kwa pendo lako kuu. Ni asante Bwana Yesu, tunakushukuru kwa pendo lako kuu Baba. Ulidhihirika kwetu hata tukasadiki kwamba wewe kweli
uko katikati yetu. Lakini leo kule kusadiki kumeingia shaka, kwa sababu shetani ameondoa kule kupokea mioyoni mwa watu wake. Ametia walimu wengi. Na wewe ulisema, ndugu, tusiwe walimu wengi tusije tukahukumiwa. Ameondoa kule kupokea ndugu yule alikopokea, hata kukafanyika uzima ndani mwake, kukafanyika amani moyoni mwake, kukafanyika baraka moyoni mwake. Kupokea kule kumemuondokea, kuamini kule kumemuondokea. Baba, samehe, ukaregeshee watu wako Bwana, walio hapa na walio nje, kupokea kila neno la kuokoa linaponenwa kwake Bwana. Kila roho ya udadisi na roho ya walimu uondoe, ukawajalie kwa wapokeao Bwana maonyo, mafundisho, wapokeao sauti yako inapowajia, wakutumikie wewe Bwana. Ni asante Bwana Yesu, nakushukuru. Samehe Bwana watu wako wameondokewa na kupokea, ndio hawana kusadiki tena, maana hawaoni ishara, hawaoni uzima. Na wewe hujabadilika Bwana Yesu, ni wewe yule jana, leo na hata milele Bwana. Waregeshee kule kupokea kwa kwanza, kule kusadiki kuwarudie kwa kutenda, kwa wewe kudhihirika maishani mwetu. Asante Bwana Yesu kutenda kutimiza. Asante Bwana Yesu kutenda kutimiza. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kupokea, maana walipopokea maneno uliyowapa ulidhihirika maishani mwao, wakasadiki kwamba wewe kweli Baba alikutuma. Wajalie Bwana kupokea huko na kusadiki huko moyoni mwao Bwana, maana ishara zinafuatana na wale waaminio. Ishara zinafuatana na wale waaminio, na wale wapokeao, na wale wasadikio. Asante Bwana Yesu. Asante Mungu wa mwanzilishi. Asante Bwana, tunakushukuru. Jalia watu wako Bwana uwezo waje kwa wapokeao, uwezo waje kwa wapokeao. Ni asante Baba kutenda kutimiza, kuwajalia ndugu hawa kupokea, wafanyike wana. Asante kutenda kutimiza. Asante kutenda kutimiza. Ninakushukuru Mfalme wa mbingu na nchi. Naamini Baba umetia uvivio wa kupokea, umeponya ule walimu wengi moyoni mwa watu wako. Maana Bwana ulisema tusiwe walimu wengi tuje tukakaa hukumuni, bali tuwe watu wa kupokea. Asante Baba kutenda kutimiza. Asante Bwana Yesu kutujalia kupokea kwa wale waaminio, maana ishara zinafuatana na wale waaminio. Asante Mungu wetu, nakushukuru kutenda kutimiza, ili tuwe wako, na tukiwa wako tumekuwa wa Mungu. Tutakosa lipi tukiwa wako na wa Mungu? Asante Bwana Yesu kutenda kutimiza. Tujalia kule kupokea ili tuwe wako. Amen. Haleluya. Kasome mwenyewe pole pole. Read for yourself at your own time. Hapo Yohana 17:8-9. John 17. Anasema neno lako 8-9. ulionipa mimi nami nimewapa. He said, the word you gave me I've shared to them, Na wakapokea. and they received. Na walipopokea, And when they received, kulifanyika kazi, wakasadiki kwamba ndio. the works were performed and they believed that truly you're God. Sasa hawa ni wako na ni wangu. So they're yours and mine too. Amen. Amen. Haya, tufunge macho. So let's close our eyes. Pastor Mangale atufungie ibada. Pastor Mangale to close for us the service with the word of prayer.
mtumishi wako. Natukuza jina lako Bwana kwa upendo wako mkubwa kwetu. Kila siku Mungu unatupa na kutuokoa. Baba, umetuona Mungu wa mwanzilishi, vile ambavyo tumechelewa mema yetu kwa sababu hatuna roho ya kupokea. Baba Mwokozi wetu mwema, asante kwa ujumbe wa pekee wa jioni ya leo ambao Mungu umetupa. Baba asante, ninaamini Mungu Baba, kila aliyeomba Bwana umetuponya. Baba umetupa roho ya kupokea jioni ya leo, nami nashukuru Bwana kwa sababu umeponya kanisa lako. Baba asante, asante Mwokozi. Naomba Mungu ukumbuke nyumba ya mama yetu mwanzilishi, nyumba yake Mungu Baba, ambayo kwa ajili ya nyumba hiyo Mungu tuko mahali hapa saa hii. Baba kaikumbuke, kaifinike nyumba ya mama mwanzilishi na utukufu wako Bwana, na nyumba ya mtumishi wako Baba, angalia mtumishi wako, kamfinike na utukufu wako Bwana, na hata mnenaji ambao Mungu unamtumia, msaidizi wa mtumishi wako Baba, mfinike na utukufu wako Baba. Asante Mwokozi, kafumue kanisa lako kwa amani, ukatulase kwa amani, nikiomba nikiamini Baba, ni katika jina la Yesu Mwokozi wetu. Amen. Amen. Asante Baba. Asante Bwana Yesu. Amen. Asante Bwana Yesu. Mungu wa mwanzilishi atubariki sote. Amen. Moyo wako ulikuwa